الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل السلام وأتم التسليم وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ndugu zangu, kama tulivyotangaza awali, leo tutakuwa na somo ya mirathi. Tutasoma mirathi, faraid. Hii somo ni gumu lakini ni nyepesi. Ni gumu lakini ni nyepesi. Gumu kwa yule ambaye hatafuata njia za kusoma, lakini rahisi kwa yule ambaye atafuata njia ya kusoma, na pia ni somo fupi. Tofauti na fiqh. Fiqh unaweza ukasoma safinatun najah ile rubu al-ibadat, kuanzia sala kuna ziada yake mpaka haji. Ukimaliza hapo kuna mlango wa muamalat na kusubiri, kuna mlango wa riba, mlango wa rehani, mlango wa biashara, mlango wa hawala, mlango wakala, mpaka mwishoni kule. Ukishamaliza hapo bado fiqh haijaisha. Bado unaingia mlango wa tatu, mlango wa jinayat. Huyu kampiga mtu ngumi kamtoa meno mbili, anatakiwa alipe kitu gani? Huyu kamngata mwenzio sikio kamtoa sikio zima, ana hukumu gani? Wana mama wamegombana, kampiga mwenzie na yeye hali ya kuwa na mimba ikaanguka, anamlipa bei gani? Hiyo mlango wa jinayat. Hii fiqh ni pana bahari, lakini mirathi ni fupi. Na asili ya mirathi ni ndani ya fiqh, lakini kwa sababu ya umuhimu wake wanazuoni wakajalia kuwa na musannafat mustaqilla, taalif peke yake. Lakini asili ya mirathi ni wapi? Na mirathi yote, narudi mara tatu, mirathi yote ni ndani ya dalili 4 tu. Ukishahifadhi dalili 4 hizi, funga kitabu tukapumzike. Kesho tunakuta qadhi. Lakini si hivyo nyepesi kwa aliyedhibiti. Dalili 3 ndani ya Qur'ani, dalili moja katika sunna, tena kwenye hadith muttafaq alayhi, hadith ibn Abbas. Dalili ya kwanza, na hizi zote dalili 3 za Qur'ani ipo katika sura ya 3 au sura ya 4 ambayo ni suratul Nisa. Ya kwanza ni aya ya 11, ya pili ni aya ya 12, na dalili ya 3 ndani ya Qur'ani ipo suratul Nisa kwenye aya ya 176. Qur'an, mirathi yote ipo ndani ya hizi aya 3. Ukijumlisha na hadithi moja ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inakuwa mirathi ushamaliza. Suratul Nisa sura ya 4 aya ya 11 ndio dalili ya kwanza katika mlango wa mirathi. Suratul Nisa sura ya 4 aya ya 11 ndio dalili ya kwanza ya mirathi, ili tuweze tuidhibiti hii mlango wa mirathi. Na mlango huu au somo hili la mirathi, kabla hatujaanza, au hii ni mukaddima, lakini tutazungumzia taarifu ya mirathi ni kitu gani, tutazungumzia faida, fadhila, matunda ya kusoma hii elimu, kisha tutaingia katika mlolongo wa mirathi. Ndugu zangu, aya ya kwanza au dalili ya kwanza suratul Nisa aya 11, Allah anasema yusikumullahu fi auladikum. Tushaiona yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn. Aya inaanza Allah anasema anawahusia juu ya watoto wenu, lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn. Tena Allah ametaja kanuni ya kwanza kabisa, anasema lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn. Tunaandika faida ya kwanza hapa, mwanamume au mtoto wa kiume anapata mara 2 ya mwanamke. Kwa hiyo tunasema mume ni sawa, ambaye ni mwanaume huyu, sawa na mara 2 ya, si mke na mume. Mke na mume hukumu yao nyingine, lakini nakusudia mtoto wa kiume, au niandike mtoto wa kiume. Almuhim lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn, mtoto wa kiume anachukua mara 2 ya mwanamke. Kwa hiyo na hii kanuni ipo baina ya ndugu pamoja na watoto. Wamekutana
marehemu amefariki, na waomba radhi. Katika somo hili tutaua sana watu, lakini muhimu ni husnul khatima. Mwenyezi Mungu atujalie mwisho mwema. Muhammad amefariki, ameacha mtoto wa kiume, akaacha na mtoto wa kike. Angalia, wa kiume na wa kike wamekutana katika fungu la utoto. Kwa hiyo hapa kuna pacha mbili, lakini jinsia tofauti. Kama ameacha milioni 6 tuseme, Muhammad atachukua mara 2 ya dada yake, ambaye masala itakuwa ndani ya 3. Ile milioni 6 ganya kwa 3, milioni 2. Maana yake mtoto wa kiume wa Muhammad atachukua milioni 4, binti atachukua milioni 2. Kwa hiyo 2 mara 2 unapata 4. Kwa hii ni hukumu. Kaida ya kwanza, lidhakari mithlu hadhil unthayayn. Allah katika aya hii, aya ndefu hii, aya 11, ametaja fungu ya watoto pamoja akataja na fungu ya wazazi wawili. Hapa hajataja ndugu kwenye aya hii, kataja watoto pamoja na wazazi wawili. Fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak. Wakiwa fungu ya pili, Sheikh, tunaingia hukumu nyingine. Fungu limetajwa hapa, wakiwa watoto wa kike wengi. Fa in kunna nisaan, wa kike wengi, fawqa fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn, ambao ni zaidi ya wawili. Pia kuna kanuni ya pili hapa, tupigie mstari. Wakiwa wengi watoto wa kike wanachukua theluthi 2. Allah amesema thulutha, ile alif ya mwisho kwenye thuluth ni muthanna, watachukua theluthi 2, ambayo hapa itakuwa ni 2 chini ya 3. 2 chini ya 3. Kwa hiyo mabinti, amefariki Muhammad, yule Muhammad wa mwanzo bado anafariki tu, akaacha watoto wa kike badala ya mtoto wa kiume. Hakuacha, kaacha watoto wa kike wawili. Madama kaacha watoto wa kike wawili, na wingi kwenye mirathi inaanzia 2. Hawa watoto wa kike watachukua 2 chini ya 3 ya mali. Mnaikumbuka ile milioni 6? 2 chini ya 3 ya milioni 6 unapata ngapi? Milioni 4. Na 2 chini ya 3 ya milioni 6. 2 chini ya 3 ya milioni 6. 6 ganya kwa 3, 3. Kipiga mara 2, 6. Unapata milioni 3. Naam. Hapana, milioni 4. Mnichanganya imamu. Na hii ndio shida ya mirathi. Hesabu. Usubiri tuchore basi. 2 chini ya 3. 2 chini ya 3 ya milioni 6. Hii na hii inabaki 2. 6 ganya kwa 3, 2. 2 mara 2 kuona kwa milioni 4. Hii ni fungu ya binti. Fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak. Haya, wakiwa mmoja peke yake, wa in kanat wahidatan falaha an-nisf. Akiwa binti mmoja peke yake atakuwa ameacha nusu, atachukua nusu ya mali. Aya hii iliposhuka, wale Waarabu kabla Uislamu kufika walikuwa hawamrithishi mtoto wa kike wala hawamrithishi mtoto wa kiume, ambao wadogo wale. Hawamrithishi mtoto mdogo wala hawarithishi watoto wa kike. Wanasema ya kwamba hawawezi kusimama kwenye vita, hawawezi kuhifadhi, kwa sababu hali yao ya kimaisha ilikuwa ni vita tu. Hawawezi kuhifadhi kabila kutokana na maadui wanaokuja kutuvamia. Wakawa hawapewi kitu, mali yote inakwenda kwa wanaume. Iliposhuka hii aya, wakasema vipi Muhammad anamrithisha mtoto wa kike nusu ya mali? Hebu tumwache, huenda mtume akabadilisha au akabadilisha rai, au si tumfuata ghairi. Imekuja hii kwenye tafsiri ya Ibn al-Jawzi kama sijakosea. Lakini Uislamu kwa uadilifu, mtoto wa kike, mtoto binti yako wa kike atachukua nusu ya mali akiwa peke yake. Akiwa na mwenzie wakawa wawili, hatochukua nusu ya mali, atachukua 2 chini ya 3, theluthi 2. Wa in kanat wahidan fala nisf wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Sasa alifariki nani yule, unakumbuka? Muhammad, Mungu amrehemu. Muhammad amefariki, tulizungumzia watoto wake,
Lakini hapa sasa tunaingia fungu la wazazi wawili. Huyu Muhammad alifariki ameacha baba na mama. Wali abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Hawa wazazi wawili hawa, ikiwa Muhammad amewaacha na pia ameacha watoto ima wa kike au wa kiume, wale wazazi wawili watachukua 1/6 ya mali. Jamani, kwa wazi mama mtu atachukua 1/6 na baba pia atachukua 1/6, lakini kwa sharti iwapo yule mjukuu wako aliyekuwepo kuwe na mjukuu wa kiume. Kama wote wajukuu zako hapa, marehemu nani? Nikisema wajukuu, marehemu baba, babu ndo yupo, babu atamrithi mwanae aliyefariki. Ikiwa mwanae ameacha wajukuu wa kike tupu, atachukua, baada ya kugawana fungu atakomba mali yote. Sawa jamani? Tayeb, sisi tunakwenda na mtiririko wa aya hii. Huenda nikawachanganya sababu mara ya kwanza mnasikia, lakini niwaoneshe kwamba msingi au chemchem ya mirathi yote kwenye aya hizo. Fa in kunna nisaan faqatayn falahunna thulutha ma taraka wa in kanat wahidatan falaha an-nisfu wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Ikiwa marehemu na watoto, baba yake na mama yake watarithi 1/6, 1/6. Fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi ath-thuluth. Haya, tuchukue hali ya pili. Mimi na mtoto wangu huyu amezaa watoto, kwa hiyo mimi nina wajukuu. Mimi sijafariki, alifariki ni mtoto wangu, lakini katika wajukuu pale kuna mtoto wa kike, hakuna mtoto wa kiume. Katika hali hii mama ya huyu marehemu huyu atachukua theluthi ya mali, mimi nitasubiri ambaye ni baba mwanamume, mabinti wachukue ya kwao, ambao mabinti wakiwa wengi watachukua ngapi? 2/3. Akiwa mmoja peke yake atachukua, lakini akiwepo mtoto wa kiume, sisi tunamuitaga mtoto wa kiume nuksi. Kwa sababu gani? Ataninyima mimi nisikombe mali yote, badala yake atanihamisha mimi nikachukue 1/6 ya mali, hali ya kuwa mwanzoni mimi ningeondoka na hela yote, mtaji wa kuuzia kuku. Lakini bahati mbaya imetokea hivyo. Allah anasema hapa, ikiwa kuna watoto wa kike au kuna mtoto ambaye si wa kiume, mama atachukua theluthi ya mali, ambaye ni mke wangu mimi. Mama marehemu atachukua theluthi ya mali, na mimi nitakomba mali iliyobakia, fali ummihi thuluth. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus. Tuseme huyu si mwanangu peke yake, nina watoto tuseme 10 mathalan, na watoto 10. Manake huyu marehemu ameacha kina nani? Ameacha ndugu. Ameacha ndugu zake. Siku zote hata ukiwa unauliza nasaba, huyu mtoto wa ami yako, mtoto wa bini yako, ukitajua zile unakuwa unachanganyikiwa, na mirathi inakuwa hivyo hivyo. Hujui huyu mnaingiliana wapi. Ndio maana atoa mfano hai ili mufahamu. Huyu marehemu ambaye amefariki ameacha ndugu, na ameacha baba ambaye ni mimi, na ameacha mama, na ameacha watoto. Kaacha asili, kaacha vizazi, na kaacha china ambaye anaitwa hawashi, ambao hawa ni nani? Ni ndugu zake. Ikiwa ndugu wako zaidi ya mmoja, mama hatochukua theluthi ya mali, inakuwa ni nuksi kwa kina mama. Mwanamama atachukua, badala ya kuchukua theluthi ya mali, atachukua 1/6 ya mali. Hii tutazungumzia moja fungu hili, nani yupo humo, nani moja inshallah, lakini hii mukaddima mbabu ya kuonesha. Ukimaliza aya hii mwishoni Allah anasema inna Allaha kana aliman hakima. Naam Sheikh, hapa tunasema tunaandika, tunaweza jadwali wewe ndio kadhi sasa, wamekuja mbele yako baada ya msiba kuisha, machozi yamekauka, wanakuja wanataka haki yao. Wazazi wawili, tunaandika hapa baba, sawa? Kisha kuna mama, ndio wazazi wawili. Kisha baada hapo watoto, tuseme wote wa kike, tunaandika wa kike wawili, tuseme kike 2. Utakachokifanya hapa, unaangalia mtoto wa kiume yupo hayupo. Hakuna mtoto wa kiume, manake baba amefanya nini? Amesalimika.
yeye hutompa fungu, anasubiri ni mgawane, yeye akombe mali yote. Mama hapa madama kuna watoto, aya anasema atachukua moja chini ya 6. Kuna wanazuoni wengine wanasema baba atachukua moja chini ya 6 jumlisha kilichobaki, ndio ile ya kufanya nini, ya kukomba. Kwa hiyo moja chini ya 6 hawa hawachukui moja chini ya 6, mama ndio anachukua moja chini ya 6. Kisha hawa wa kike mwanzoni tulitaja tukasema wakiwa wawili na zaidi wanachukua 2 chini ya 3. Kwa hawa watachukua 2 chini ya 3. Huyu sasa baba tunaandika kilicho baki. Hii asili inaandikwa kwa Kiarabu. Hao wote wamesoma mlango wa mirathi. Tunasoma kule kwenye mahad na bado tunaendelea kusoma. Lakini tumeweka hii somo kwa sababu nimeona lishakuwa geni kwa watu. Mtu anafuata mjomba bila haya, Sheikh. Huyu mtoto dadangu nimemlea mimi. Ada ya shule nimelipa mimi. Babake amemtupa. Kweli inauma, lakini Mungu hajakupa. Mjomba harithi. Mjomba si miongoni mwa watu wenye kurithi. Upande wa baba yako ndio wenye kukurithi. Kwa sababu gani? Wewe mjomba hutomrithi huyu, lakini wewe una watoto wa kaka yako utachukua kule. Hii ni hukumu Mwenyezi Mungu ameiweka. Kwa hiyo wewe ni kadhi, mfano kadhi, imekuja swala kama hili, wamekusanyika watu wengi, imekuja basi zima, kila mmoja anadai. Wewe hata usihangaike na mtu, kila mmoja aeleze nafasi yake kwa marehemu. Mimi rafiki yake niliyosoma Sheikh Kape mbeni, mimi mtoto wa binamu yake. Binamu upande gani? Kama upande wa kike Kape, babu manake baba yake mama yako naye anakaa pembeni. Watakaobaki pale ni ndugu wa baba na ndugu wa babu au babu. Kwa hiyo lazima kwanza uchanganue nani yumo nani hayumo. Kwa hiyo mjomba hausiki kwenye mirathi, na hii tatizo linatokea sana. Au unasikia kama hii kadhia nimesikia sana. Ami kwa Kiarabu ni ndugu yake baba yako. Wanadai ya kwamba mtoto wa kaka yao amewadhulumu mirathi. Tufanye mfano. Tuseme marehemu ni nani? Ni baba mtu. Baba mtu amefariki. Kaacha mtoto mmoja, tunaandika kiume. Mtoto wa kiume tunaandika hapa kiume. Ameacha na kaka, ambaye huyu kaka ni kaka yake marehemu, lakini huyu na huyu uhusiano wao ni nini? Baba mdogo au baba mkubwa. Sawa? Sasa huyu ambaye ni kaka wa marehemu, lakini hapo huyu anamuita huyu nani? Baba mdogo au baba mkubwa. Huyu anadai kwamba mtoto kaka yake amemdhulumu mirathi. Tunasema shekhe, tokea lini? Mtoto wa kiume tulisema ni nuksi. Ikiwa baba yake marehemu anampunguzia fungu, itakuwa wewe ami, huyu hapati kitu. Huyu mwana kaka huyu unampa X kubwa kabisa, kwa sababu uwepo wa mtoto wa kiume, na mali yote anaikomba mtoto wa kiume, anachukua yote. Mtoto wa kiume ni kizingiti, kwa lugha nyepesi nuksi. Sawa Tayeb. Hapa tumalizie hii. Baba anachukua kilichobaki, mama anachukua moja chini ya 6. Watoto wa kike wanagawana 2 chini ya 3. Hapa mirathi haijaishia hapa. Kwanza hata wale wanaokuja ukawaganyishia mirathi, ukimpatia hii kwanza kuelewi. Anaona kama vile umechora 30. Hii lazima uimalizie. Kumalizia unaangalia namba za chini. Kuna 6 na hii tutasoma. Inaitwa ta'sil al-mas'ala. Kwenye mlango mirathi inaitwa ta'sil al-mas'ala. Angalia namba ya chini ni ipi na ipi? 6 na 3 zinaingiliana haziingiliani? Ambayo asili ya 3 ni 6. Utachukua namba kubwa, unaweka hapa 6. Au kwa wale ambao wamekaa shule, kuna kitu inaitwa LCM. Wanafanyaga hivi 6 3 2 3 3 3 1 1 2 na 3 6. Ndio hii. Sema haya maneno mengi.
Kwa utaandika aslul mas'ala hapa 6 juu. Jedwali yako unairefusha. 1 chini ya 6 ya 6 ni ngapi? Yani una 6. Uwagawanyishie watu 6. Kila mmoja atachukua ngapi? 1. Kwa hapa ni 2 chini ya 3 ya 6. Theluthi 2 ya 6. Maana yake hapa sijui kwa watu unagawanyisha vipi. Lakini kihesabu utafanya 2 chini ya 3 mara 6. Utapata hapa 4. Utapata 4. Na hii sio lazima, unaweza kutumia calculator. Sio lazima, hatuko kwenye mtihani sisi. Sawa? Muhimu kila mtu apate haki yake. Hapa utapata 4. 4 na 1. Kilichobaki ni ngapi? Yani miongoni mwa 6, 5. Kilichobaki ngapi? 1. Kwa hiyo baba mtu atachukua 1 chini ya 6 ya mali. Mama mtu atachukua 1 chini ya 6 ya mali. Mtoto wa kike atachukua 4 chini ya 6 ya. Tuseme hela iliyobaki au mirathi ni milioni 60. Milioni 60 hapa. 60M. Milioni 60. Mama mtu ataondoka na milioni 10, baba mtu. Mama mtu anaondoka na milioni 10. Kilichobaki watoto wa kike wataondoka na milioni 40, kila mmoja atachukua milioni 20. Kwa tuandika hapa 40. Ukiona ukijumlisha hapa na hapa na hapa haijaja 60, ujue ushadhulumu watu. Lazima iende sawa. Huenda mwanzoni kawa ni ngumu lakini nyepesi. Hii ni taswira mirathi ni nini. Naweza nikakaa hapa nikatafsiri aya mkachoka nyinyi. Somo hili bila kuandika ubaoni tunadanganyana. Unaweza ukamfundisha mtoto hesabu bila kumwandikia. Ni mfano wa somo hili. Kwa hii yote hii ni fungu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiweka. Na ukisoma aya tutamalizia, tutakaa alafu tutamalizia hizo aya, tutoe moja moja. Kisha angalia ni kila mwisho wa aya Mwenyezi Mungu anataja kitu gani. Naam. Tumeshia kwenye ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. Allah hapa anataja, na hii ni tambih kwa kila mtu. Kila aya 3 hizi Mwenyezi Mungu anataja baada kila fungu anasema min ba'di wasiyatin yusa au yusi biha au dain, baada ya wasia au deni. Kumbe hatua ya kwanza baada ya mtu kufariki sio kugawana mirathi. Kuna hatua stahiki, nazo ni 5. Mirathi ni ya mwisho. Saa nyingine marehemu yuko chumbani hata hajaoshwa, watu shaanza kugombania mirathi. Tena anaigombania naye yule ambaye hata hastahiki mirathi. Ajabu Sheikh. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba someni ta'allamu al-fara'id fa inni imru'un maqbud, hakika mimi ni mtu mwenye kufariki, tafariki. Wal ilmu yurfa, na elimu itaondoshwa. Na kitu cha kwanza kupotea miongoni mwa umma wangu ni elimu mirathi. Na watu kupoteza elimu mirathi ipo katika sampuli tofauti. Ima wasifanyie kazi mirathi au wadhulumiane ndani ya mirathi. Wasifanyie kazi mirathi, mfano mzuri tu sisi hapa Waislamu ni wachache ambao wanagawana kwa mujibu wa stahiki ya Kiislamu. Wengi wanakimbilia mahakama. Na hii inaonyesha kwamba Uislamu, sisi dini yetu inahitaji mamlaka ya kadhi. Na hii kazi yote hii si kazi ya shekhe, ni kazi ya kadhi. Hii ijulikane kila mmoja mali zile ni mali gani, ina qima, ina thamani gani, ithaminishwe, iletwe, igawanyishwe, kila mmoja apatiwe haki za watu hizi. Na Mwenyezi Mungu hapa anasema muogopeni Mwenyezi Mungu. Na kile baada ya aya anasema tambua Mwenyezi Mungu, inna Allah kana aliman hakima. Mwenyezi Mungu mjuzi zaidi, mwenye ilmu, pia mwenye hikma. Mjuzi anajua alichokipanga na alichokigawanyisha. Hakima, mwenye hikma, kila mmoja akampa stahiki yake. Na sasa hivi wanaopiga vita Uislamu, na hii lazima nitaje,
Wanakuambia Uislamu umemwonea mwanamama. Mwanamama anachukua nusu ya mwanababa. Ni dhulma. Hii toka Ibn al-Qayyim alizungumzia hii masala na akaijibu kwa njia kama 3 au 4. Lakini tutatumia njia nyepesi. Njia ya kwanza, Allah amesema nini? Na baada ya kutaja fungu la mirathi zile aya 3, mwishoni akasema, au baada ya kurasa kama 2-3, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, kina baba ndio wasimamizi wa kina mama. Msimamizi anatoa au anapokea? Anatoa. Mwanamama asili yake Mungu alivyomuumba, yeye anapokea, anahudumiwa. Wanababa wanahudumia. Ikawa stahiki kwa yule anayehudumia, maana yake anayehudumia inapungua, haiongezeki na pungua. Lakini anayehudumiwa inaongezeka, mfuko unajaa. Yupi mwenye stahiki ya kuchukua fungu kubwa? Tewa. Na ndio maana Mwenyezi Mungu amempa kila mmoja na stahiki yake bila kuwanyima upande wote. Sio kama jahiliya. Jahiliya walikuwa wanampatia mwanaume yote, watoto hawachukui, kina mama hawachukui. Lakini Uislamu umempatia. Alafu jibu la pili, kuna masala kama 6. Mfano wake mzuri. Mfano mzuri. Baba ni nani hapa? Mwanaume kachukua milioni ngapi? Watoto wake wamechukua ngapi? Ipi nyingi? Wao wanashikilia katika hali mbili. Kaka wa kiume na dada wamekutana. Hapa lidhakari mithlu hadhi al-unthayain. Watachukua mara 2 ya wa kiume. Watoto wa kiume na watoto wa kike wamekutana. Hapa ndio unapiga ile mara 2. Lakini mfano hali hii 10-40, ipi nyingi? Hii nyingi. Mbona hapa hajadhulumiwa? Mama naye kachukua sawa sawa na baba. Si katika kila hali mwanamke anadidimizwa. Na hii tunasema mfamaji haishi utapata hapa. Mwenyezi Mungu kwenye haki yake umesema thalithu 3. Mwenyezi Mungu ni watatu, si mmoja. Utakuacha wewe? Min ba'di wasiyatin, Allah ametaja min ba'di wasiyatin yusi biha au dain. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Aya kwanza imeisha, lakini angalia mwishoni Allah anamaliza vipi. Anasema baada ya wasia na baada ya deni kutolewa. Na wasia tutasoma ina masharti yake. Hapa msikiti huu nishawahi kuulizwa. Mtu anasema baba yangu amesema ile mali yote ipelekwe kwenye nini? Wakfu. Kwa sababu gani? Mwanae mmoja cha pombe, mwingine hajasimama kwenye njia sahihi. Mwenyezi Mungu atuhifadhi wote. Sababu uongofu ni kwenye mikono ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna mtu mwenye dhamana ya nafsi yake. Tunasema ilitokea kadhia hii Saad ibn Abi Waqqas, sahabi huyu, tena katika miongoni mwa watu 10 waliobashiriwa pepo. Aliumwa kwenye karibu na Fath Makkah. Akawa na binti mmoja tu. Akataka mali yake yote au fungu kubwa aipeleke katika wasia. Mtume hamkataza. Akasema hapana. Hapana, wasia isizidi theluthi. Wasia haitaki kuzidi theluthi ya mali. Kaacha milioni 6 tuseme. Anasema milioni 4 yote wapelekewe watoto wa yatima. Tunasema jambo la watoto wa yatima ni jambo la kheri, lakini aula ni warithi, sababu ni haki Mwenyezi Mungu ameweka. Na kwenye aya Allah anasema lirijali nasibun mimma taraka alwalidan alaqrabun walinnisa'i nasibun mimma taraka alwalidan alaqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Fungu Allah ameiweka, ameifaradhisha, kila moja na stahiki yake. Kwa hiyo ile milioni 4 ile itazuiliwa, itatolewa milioni 3, milioni 2, sababu theluthi ya milioni 6 ni ngapi? Milioni 2 maana sawa na 6 gawanya kwa 3. Kuanzia wiki ijayo mkija na calculator itakuwa vizuri. Almuhimu milioni 2 itapewa watoto wa yatima ambao ni wasia yake, kilichobakia wanagawana, wanaangaliwa nani na nani wapo. Lakini mbona aya inasema min ba'di wasiyatin,
kisha inataja deni, kana kwamba aya inatanguliza wasia kisha deni. Tunasema hapana, kama hadithi ilivyokuja, Ali ibn Abi Talib anasema Mtume Muhammad sallam alitanguliza deni kisha wasia. Kitu cha kwanza deni ambao unadaiwa, kisha wasia. Lakini imetaja kwenye Qur'ani kutangulizwa wasia kwa sababu watu wengi wanaifanya nini? Wanaisahau. Sawa ndugu zangu Tena Allah anasema abaukum wa abnaukum, baba zenu na watoto wenu, hamjui nani ambaye mwenye kuwanufaisha hapa duniani au akhera. Na ndio maana Mwenyezi Mungu amempatia kila mmoja na fungu lake. Kwa akili ya kibinadamu unaweza kusema huyu mtoto wangu wa kiume huyu ndio anayenihudumia, ndugu zangu hawaniangalii, sababu ndugu hawachukui. Tunataka kusoma sasa hivi kwamba watoto wa kiume wakiwepo ndugu zako hawakurithi kwa sababu uwepo wa nani? Watoto wa kiume. Lakini tuseme umemchagua mtoto mmoja miongoni mwa watoto wote, ukasema huyu ndiye mwenye kunisikiliza, mwenye heshima, mwenye kusimama na mimi, ukampa mali yote. Allah anasema hujui, huenda huyu hana manufaa na wewe. Ndio maana Mwenyezi Mungu akagawanya kwa haki stahiki. Na pia inatosha ya kwamba hii somo la mirathi hajagawanya malaika yoyote wala mtume yoyote wala mtu yoyote. Aliyegawanya somo la mirathi nani? Ni Allah mwenyewe. Na mwishoni akasema nini? Faridatan min Allah, Allah ameifaradhisha, inna Allah kana aliman hakima. Aya hii imetaja fungu la watoto wa kike, kisha ikataja fungu la baba na mama, na sasa hivi tunaingia aya ya pili ambayo ni aya ya 12, inataja fungu la wanandoa. Kishki TV, nuru ya dini yako.